Ukweli ni kwamba urembo wa sura unavutia macho, lakini kuna tabia na sifa ambazo zinamfanya mwanaume afikirie zaidi. Huyu ndiye mke wangu. Ndani ya dakika chache za mazungumzo, umewahi kujiuliza kwa nini kuna wanawake wanadumu kwenye mahusiano miaka 5 bila kuolewa, wakati mwingine wakikutana na mtu miezi 6 tu tayari harusi inafungwa? Leo tunaangazia sifa 5 kuu zinazomfanya mwanamke awe na mvuto wa kipekee na kuolewa haraka sana katika ulimwengu wa sasa. Karibu tena kwenye chaneli yetu. Kama wewe ni mgeni hapa, hakikisha unabonyeza kitufe cha subscribe na kuwasha kengele ya taarifa ili usipitwe na siri hizi za mahusiano na maisha. Na kama upo tayari, upo kwenye familia hii, gonga kwa upendo wako hapo kwenye kitufe cha like. Twende kazi sasa. Dondosha maoni yako hapo chini. Unadhani sifa namba 1 inayohatarisha mwanamke kuolewa ni ipi? 1. Sifa ya kwanza, utulivu ndani ya amani ya moyo. Wanaume wanakutana na changamoto nyingi sana nje kwenye utafutaji. Mwanamke anayetoa amani, asiyependa drama zisizo za msingi, anakuwa kimbilio kwa mwanaume huyo. Sio siri, kila mtu anatafuta afya ya akili. Mwanamke anayejua kusikiliza na kutuliza mambo badala ya kuwasha moto, anajenga mazingira ya mwanaume kutaka kuwa naye kila siku. Namba 2, sifa ya pili, mcha Mungu na mstahimilivu. Maadili ya Kitanzania na Kiafrika bado yanathamini sana heshima na msingi ya amani ya kiroho. Mwanamke mwenye hofu ya Mungu anajenga uaminifu wa haraka, ana uwezo wa kulea familia na kuwa mfano bora kwa watoto wa baadaye. Hii ni sifa inayogusa hadi wazazi wa mwanaume, jambo linalofanya mchakato wa posa uende haraka. Namba 3, sifa ya 3, mchakarikaji na mwenye maono ya mbali. Zama za mwanamke za kusubiri kila kitu zimepitwa na wakati. Mwanamke mwenye mawazo ya maendeleo, anayejua thamani ya shilingi na anayejaribu kujishughulisha, iwe biashara, kilimo au kazi mbalimbali. Wanaume wa sasa wanatafuta msaidizi wa kujenga naye maisha, sio mzigo. Ukiona mwanamke anajishughulisha, mwanaume anaona urahisi wa kuwekeza kwake. Namba 4, sifa ya 4, heshima ya lugha ya staha. Heshima ni silaha ya mwanamke. Hii inahusisha jinsi anavyozungumza na mpenzi wake, jinsi anavyochukulia mawazo ya mwanaume wake na jinsi anavyojiweka mbele ya jamii. Kuna tofauti kubwa kati ya mwanamke wa klabu, mitandao pekee na mwanamke anayejua mipaka ya faragha na heshima ya mwanaume wake. 5, sifa ya 5, upendo wa kweli kwa familia ya mwanaume. Ndoa ya Kiafrika sio tu kati ya wawili, ni kati ya familia mbili. Mwanamke anayeonyesha upendo na kuwajali ndugu wa mwanaume bila unafiki anajizolea kura nyingi sana za siri zinazoharakisha ndoa yake mapema. Sifa ya 6, anajua kupanga na kutunza bajeti nyumbani. Mwanamke anayeweza kusimamia mapato ya familia, asiyependeza matumizi ya anasa yasiyokuwa ya lazima, ni hazina kubwa sana kwa familia. Wanaume wanatafuta mtu atakayesaidia kukuza uchumi wa familia, sio mtu wa kutafuta akiba yoyote ya benki kwa mambo yake ya kupita. Sifa ya 7, msiri na mtunzaji wa mambo ya ndani. Mwanamke asiyeweka kila mgogoro nje, siri kuanika kwa watu au maendeleo ya ndani kwenye mitandao ya kijamii au kwa mashoga zake. Mwanaume anajisikia salama zaidi akijua kuna mambo ya faragha ya nyumbani kwake yanabaki salama na hayawi gumzo mitaani. 8, uwezo wa kujieleza na kusuluhisha matatizo ya busara. Badala ya kununa kwa siku 3 bila kusema nini kimemkasirisha, mwanamke huyu anajua kukaa chini na kusema, mume wangu, mpenzi wangu, hapa hukunifanyia vizuri, naomba turekebishe. Mawasiliano ya wazi na ya watu wazima yanamfanya mwanaume aone urahisi wa kuishi naye maisha yote. 9, ana huruma na ni mlezi wa asili. Sifa hii inaonekana jinsi anavyojali watu wengine, wagonjwa, watoto, au hata jinsi anavyomfariji mwanaume wake pale anapokuwa na siku ngumu kazini au kwenye utafutaji. Wanaume
kiakili wanavutiwa sana na mwanamke mwenye silika ya ulezi na huruma. 10. Msafi wa mwili, mavazi na mazingira. Usafi ni sifa inayovutia haraka sana. Mwanamke anayejali muonekano wake, anayevaa kwa heshima na nadhifu, anayependa mazingira yake yawe masafi, anampa mwanaume fahari ya kutaka kutambulisha kwa ndugu au marafiki na hata wafanyakazi wenzake. 11. Anayejali kuheshimu muda, yani time management focus. Mwanamke mwenye malengo, anayeheshimu muda wake na wengine, apotezi masaa mengi kwenye mambo yasiyokuwa na tija, na anaonyesha kuwa ana mambo ya maana anayofuatilia maishani mwake. Hii inamfanya aonekane ni mtu mwenye msimamo na anayejitambua. 12. Mwenye shukrani na asiye na mashindano. Mwanamke anayeridhika na hatua mlionayo sasa, huku mkitafuta kikubwa zaidi kwa pamoja, badala ya kujilinganisha na maisha ya watu wengine na kwenye mitandao anajua kushukuru kwa kidogo kinachopatikana, jambo linalompa mwanaume morali wa kupambana zaidi kwa ajili yake. Hadi hapo utakuwa umegundua kuwa sifa hizi hazihitaji gharama kubwa ya pesa, bali ni ukomavu wa tabia na utu wa ndani. Ndoa ni safari ya maisha yote, na wanaume wanatafuta mtu wa kusafiri naye, si wa kuishi naye kwa muda tu. Je, unafikiri kuna sifa nyingine ambazo tumeziacha, au kuna tabia ambayo unaijua ambayo unaona inachelewesha ndoa siku hizi? Dondosha maoni yako, nitasoma na kukujibu kila mmoja wenu. Kama ulipenda video hii, share kwa marafiki zako ili wapate kujifunza na waoe haraka. Goodbye. Have a nice day.